na kuwafanya watu wao watoke katika utumwa huu. Lakini sikiliza, walifanya na mpango ya kwamba Israeli ikiwa katika Misri, watoto wa kiume wasizaliwe, na wakizaliwa walikuwa wanawatupa mitoni na baharini, walikuwa wakiwakata vichwa. Ilikuwa ni hatari juu ya taifa la Israeli kupata furaha. Lakini huenda wewe unaponitazama una vita yako ambayo imekufanya ukate tamaa. Mimi nimekuja kukutia moyo. Mungu Israeli mtakatifu, yeye anasema ya kwamba ana tabia ya kupambana, ana asili ya kushindania watu wake. Je, wewe ni mtu wa Kristo? Ni mtu wa Mungu? Unampenda Yesu na una amani unapomsema Yesu? Ukijichunguza ndani yako, umepata amani unapomtaja Yesu? Je, ni kweli Yesu umemchanganya na maisha yako? Je, Yesu umemchanganya na biashara yako? Je, Mungu umemchanganya na magonjwa yako? Maana wengine wamekata tamaa kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya majaribu mbalimbali. Imefika hatua wameshindwa kutambua ya kwamba Mungu wa Israeli ni Mungu waliomwamini mshindi juu ya maisha yao. Wewe unaamini nini na unawaza nini juu ya Mungu wako? Unafikiri nini juu ya Mungu wako? Ni kwamba Mungu hawezi kupigania? Mungu hawezi kupigania? Mungu hawezi kukuokoa mahali ulipo? Sikiliza, Israeli kama taifa ilifika hatua wakawa na mawazo mengi, wakalia, wakahuzunika, wakateseka. Lakini sikiliza Mungu mpango aliotengeneza juu ya Israeli.